Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Habari mtazamaji wa Kasako Media, leo tumefika chama cha wananchi kafu. Niko na mkurugenzi wa mambo ya nje, bunge, sera na utafiti na kaimu wa habari wa chama cha wananchi kafu, Injinia Ngulangwa. Tuko naye hapa ambaye tutazungumza mambo mawili matatu kuhusiana na uchaguzi uliofanyika katika chama chao, lakini pia tunaona kuna mwenyekiti mpya chama cha CUF. Habari yako Injinia? Nzuri, habari. Nzuri za kafu hapa. Kafu salama. Mambo yanakwendaje? Tunamshukuru Mungu, tunaenda. Mchakato wa uchaguzi umeendaje? Tangu tunajua mlikuwa na uchaguzi mzito wa mjalala. Mambo yalikuwaje? Naam, ni kweli kulikuwa kuna uchaguzi mzito, na uzito wake hasa kwanza ulitokana na kile ambacho kilitangazwa na msajili wa vyama vya siasa Februari 13 kwamba ametengua viongozi kwa maana ya mwenyekiti wa chama taifa, makamu mwenyekiti Tanzania bara, lakini na makamu mwenyekiti Zanzibar. Lakini tangazo lake hilo likaambatana na yeye kutangaza kwamba atatoa ratiba ya uchaguzi wa marejeo kuanzia siku ya Jumatatu ya wiki iliyopita. Hili lilipelekea changamoto na sintofahamu ndani ya chama, kwa sababu kwa mujibu wa taratibu za chama chetu, ratiba ya uchaguzi au mkutano mkuu haiwezi kutolewa na msajili, inapaswa kutolewa na Baraza Kuu la Uongozi la Taifa. Na ndio maana unakuta kwamba paliingia sintofahamu ya maneno ya majibizano, lakini pia na matamko. Mimi nikiwa mkurugenzi wa habari kwa wakati huo pia nilitoka hadharani kusisitiza kwamba hakutokuwa na mkutano wote mkuu utakaokuwa umeitishwa na msajili, bali mkutano mkuu unapaswa kuitishwa na Baraza Kuu, kwa sababu utenguzi wa uongozi ule au kuambatana pia na kutengua uongozi wa Baraza Kuu. Kwa hiyo kulikuwa kuna mnyukano wa namna hiyo, lakini baadaye ikaonekana hata Baraza Kuu likafanyika siku ya Ijumaa iliyopita, siku ya tarehe 20. Mwanzoni pia kulikuwa kuna sintofahamu, kwa sababu Baraza Kuu lile liliwaitisha wajumbe kutoka maeneo mbalimbali bila ya kuwahusisha pia wajumbe wengine ambao ni wajumbe halali wa kikao kile, ikiwemo mimi mwenyewe Ngulangwa, lakini wengine kama Diana Daudi Simba, Rajabu Mege, kulikuwa kuna Rashidi Mzaramo, kuna Kapasha na wengine na ambao walitakiwa waitwe katika kikao kile na hawakuitwa. Hilo lilipelekea changamoto mwanzoni mwa kikao na hata kufikia kutoafikiana, tukapingana, na ikafikia hatua pia ya jeshi la polisi kuingilia kati na hatimaye kuwachukua baadhi ya watu kuwapeleka polisi kwa ajili ya kukaa mahabusu kwa kisingizio kwamba walikuwa wamefanya fujo katika mkutano ule. Na waliochukuliwa walikuwa ni wajumbe watatu. Alichukuliwa Ngulangwa, huyu anayeongea, lakini alichukuliwa Diana Daudi Simba, alichukuliwa pia na Rajabu Mege na kwenda kufunguliwa mashtaka ya kufanya vurugu katika mkutano. Lakini usiku wa tarehe ile ambayo ilikuwa ni tarehe 20, baadaye kundi la lile lilikuwa linaongozwa na makamu mwenyekiti bara wa wakati ule, ambaye lilikuwa ni kikundi la kupinga kile ambacho kilikuwa kinafanyika. Kama tunavyokumbuka kwamba tulipokuwa tunatoa press conference ya mwisho hapa iliyotolewa na aliyekuwa kaimu katibu mkuu Mheshimiwa Magdalena Sakaya, tuliweka bayana kwamba chama kilikusudia kupinga mkutano mkuu uliokuwa unaandaliwa kupinga mahakamani, na aliyekuwa na mamlaka ya kupinga kwa wakati ule kwa kwenda mahakamani ni aliyekuwa makamu mwenyekiti, kwa sababu ni miongoni mwa waliotenguliwa, na tukatarajia kwamba tungepata hata court injunction ya kuzuia mkutano ule. Lakini jioni usiku wa tarehe 20 kuamkia tarehe 21, makamu mwenyekiti akaonyesha msimamo wa kwamba yeye anaenda kuchukua fomu na hatimaye kugombea. Na hii ilimaanisha kwamba hakutokuwa tena na mchakato wa kuweka zuio, kwa sababu aliyetegemewa kuweka zuio ndio anayeenda kuchukua fomu ya kugombea uwenyekiti, na akanishawishi na mimi nigombee umakamu mwenyekiti, na tukaongea na wajumbe wenzetu, kimsingi tukakubaliana kwamba tuingie katika mchakato wa uchaguzi, ambalo kwangu mimi lilitafsirika kwamba sasa tumeamua kuweka silaha chini ili tuungane kupambana katika uchaguzi, ili hatimaye kuteka uchaguzi badala ya kuwa ni uchaguzi chini ya msajili uwe ni uchaguzi sasa unaofanywa na chama cha wananchi CUF. Tuchaguane tupate safu ya uongozi, kwa sababu kukaa wiki moja tukiwa tuna ombwe la uongozi
kulipelekea harakati za chama cha wananchi CUF kuwa ngumu, hazielezeki zitafanyika vipi, nani ni nani kwenye chama. Hali hii kwa kudumu kwa wiki moja tu ilipelekea hali ngumu sana katika uendeshaji wa chama cha wananchi CUF. Kwa hiyo hatimaye tuliingia katika uchaguzi, na sisi ambao ni wajumbe wa baraza kuu tukashiriki kwenye kikao cha baraza kuu kilichofanyika Jumamosi asubuhi, na ni baada ya kuwa tumetoka mahabusu wengine. Tulitoka mahabusu majira ya saa 1:30 siku ile ya Ijumaa. Kwa hiyo tukaingia kwenye baraza kuu tukashiriki kuchuja wajumbe waliojitokeza kuwa wagombea, na hatimaye tukashiriki mkutano, na tumeona waandishi mlishiriki katika tukio lile. Watu walipata fursa ya kunadi nini watafanya wakipewa nafasi ya kuwa ama mwenyekiti au makamu mwenyekiti kwa kuzingatia nafasi aliyogombea, na mwisho wa siku kura zilipigwa. Na kimsingi baada ya kufanya uchaguzi ule, tunachopenda kusema kama chama cha wananchi CUF kwamba tuna jukumu kubwa la kuhakikisha tunaenda kukiimarisha chama chetu. Namna yoyote ya kuwaza juu ya mgogoro kwa sasa, maana yake ni kutaka kukiangamiza kabisa chama cha wananchi CUF. Kwa hiyo wito tunaotoa kwa wanachama wote ni kwamba tupambane kukiimarisha chama chetu, tuhakikishe kwamba viongozi waliopewa nafasi mbalimbali ikiwemo wenye viti wa makamu wenye viti na hata wale waliochaguliwa na baraza kuu siku iliyofuata wakashika nafasi mbalimbali ikiwa ni pamoja na katibu mkuu, lengo letu liwe ni kuhakikisha kafu inarudi katika hali yake ile ya kuwa kafu ngangari kweli kweli, kafu ambayo ilikuwa ni chama cha kupigia mfano katika vyama vya upinzani katika maeneo haya ya Afrika. Tanzania ikiwa ni chama kikubwa kabisa cha upinzani kwa wakati huo, chama ambacho kwa wakati wote tunaamini kilikuwa kinashinda uchaguzi wa Zanzibar na kuporwa ushindi, chama kilichokuwa na nguvu. Ndicho kinachostahili kuwa ndoto yetu, na kwa vyovyote hatuwezi kufikia hayo bila ya kuwa na mshikamano na umoja wa dhati, kwa vyovyote vile kuhakikisha tunakilinda chama chetu bila ya kukiuza chama hiki. Tunaendelea kuimba wimbo wetu ule kwamba hatuwezi kuuza chama. Sawa, Engineer, tunaona watu wanasema maneno mengi sana kwamba CUF sasa hivi kuna mgawanyiko. Wewe kama kaimu wa habari unawaambia nini Watanzania ambao wanajua CUF sasa hivi kuna mgawanyiko, kuna makundi mawili? Ni kweli? Na muda wote panapotokea mgogoro katika taasisi yoyote, basi mgogoro huwa hautibiki kwa dakika moja kama vile chumvi inavyoweza kuolea katika mboga au katika maji. Maana yake kutibu mgogoro pia ni hatua, na ndio maana hata kitaaluma zipo kozi zinazoelekeza namna gani unaweza ukatibu mgogoro. Na kutibu mgogoro mara nyingi huwa kunatokana na kuunganisha makundi yanayohitilafiana. Tunaona hata Wakenya ambao walikuwa na mgogoro wa muda mrefu waliweza kupata utulivu kidogo katika nchi yao baada ya katiba yao sasa kuunganisha mawazo yaliyokinzana kutoka katika pande mbili, na hatimaye ikapatikana Kenya mpya mwaka 2017. Lakini hata tunasoma katika historia za dini, Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyohama kutoka Maka kuelekea Madina alikuta makundi ya Aus na Khazraj yakiwa yameasimiana. Alichoweza kukifanya namna gani kuunganisha makundi haya, kwa sababu hakuna uwezekano wa kujenga taasisi yote imara huku ndani yake ukiwa kuna makundi yanayoasimiana na yakaachwa yaendelee kuasimiana. Kwa hiyo kuokota silaha baada ya kuishusha ni moja katika dalili za kuonyesha kwamba hatutaki kujenga taasisi imara. Maadamu tuliamua kuweka silaha chini tukaingia katika michakato hii, wito wangu ninaotoa ni kwamba ni lazima tushikamane. Kwanza ni lazima wale ambao wamepewa nafasi za uongozi wajue ndoto ya CUF ni kuwa chama kikuu cha upinzani na hatimaye kushika dola. Chama cha wananchi CUF kinasimamia haki sawa na furaha kwa watu wote, na msimamo wake ni utajirisho. Kwa hiyo vyovyote iwavyo, kusiwe na uwezekano wa chama cha wananchi CUF ikikasahau kazi yake ya kupambania haki sawa kwa watu wote, kuwa chama cha kuwasemea wananchi na kuhubiri matatizo yao. Vyovyote itakavyokuwa, siasa ya kistaarabu itafsirike kwamba maana yake ni kupambana bila ya kupigana, lakini huku tukisema ukweli bila ya kuficha. Sawa, wakati mnapitia uchaguzi mlimshirikisha Profesa Ibrahim Lipumba? Sikuwa katika vyombo vilivyokuwa vimeandaa uchaguzi huu, kwa hiyo sijui lolote katika hilo. Sawa. Tunaona sasa hivi mwenyekiti mpya wa CUF ni Mirambo. Unaonaje CUF chini ya Mirambo?
Neno lake la kwanza aliloongea baada tu ya kuchaguliwa kuwa mwenyekiti, alipopata fursa ya kuongea kwa kutoa shukurani, lakini na hata neno alilolitoa katika Baraza Kuu la Uongozi la Taifa linaonekana kwamba ana dhamira ya kutaka kuwarudisha wanachama wa Chama cha Wananchi CUF pamoja na kutozingatia makundi ambayo yalikuwepo kabla ya uchaguzi ule na kutokuwa na hamu ya kuona makundi yakiendelea baada ya uchaguzi ule. Kama atafanikiwa katika hili, basi Chama cha Wananchi CUF kitakuwa imara. Lakini amekiri kwamba katika kufanya kwake siasa, mwalimu wake anayemtegemea ni Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Hili ni swala la msingi sana, kwamba kama yeye peke yake hawezi kuweza bila ya kuwa na nafasi ya kutaka fursa ya mawazo kutoka kwa waliomtangulia, akiwemo Profesa Ibrahim Haruna Lipumba, lakini pia na wanachama wengine ambao walikuwepo Chama cha Wananchi CUF na wakafanya nafasi mbalimbali, hatimaye wapo. CUF ina hazina ya kutosha ya watu ambao waliwahi kuwa katika chama hiki wakifanya makubwa. Tumeona uchaguzi huu ulisimamiwa na Said Miraji, japokuwa si mwanachama wa Chama cha Wananchi CUF mpaka sekunde hii, lakini ni miongoni mwa hazina ambazo zinaweza zikapelekea viongozi wapya wakapata maeneo ya kupata uzoefu zaidi na kuhakikisha kweli wanawarudisha wanachama Chama cha Wananchi CUF pamoja, ili tuende kuhakikisha kwamba tunaitoa CCM madarakani. Sasa baada ya uchaguzi kupita, nini kinaendelea CUF sasa hivi? Na kinachoendelea Chama cha Wananchi CUF ni makabidhiano. Viongozi wanaingia madarakani na wengine wakiwa wanaachia madaraka. Kwa hiyo ambacho nakiona moja kwa moja kinachoendelea ni hicho. Vinavyoendelea katika nyoyo za wanachama, hivyo siwezi kuvijua, lakini kikubwa kama nilivyosema ni jukumu la uongozi uliokuwepo kutambua kwamba uchaguzi ule haukumaanisha mapinduzi, bali ni utaratibu wa kupata viongozi ili kuondoa ombwe la uongozi ambalo limekisumbua Chama cha Wananchi CUF kwa takriban wiki mbili. Na maana yake ni kwamba kwa kuwa si mapinduzi, basi wasiwachukulie wale waliokuwa katika uongozi kabla kwamba ni maadui zao. Watafute namna ya kuunganisha nguvu ili hatimaye tuweze kuwa na CUF yetu ile ya ngangari, ili twende kuhakikisha kwamba tunaenda kudai vitu vya msingi vinavyodaiwa na Watanzania kwa muda mrefu. Tunafahamu kwamba wiki mbili zilizopita tulikuwa tuna maadhimisho ya kuwakumbuka ndugu zetu waliouawa mwaka 2001 kutokana na maandamano ya kudai katiba mpya, kudai tume huru ya uchaguzi kwa Zanzibar na kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na haki zingine za kidemokrasia. Maana yake tunahitaji umoja, kudai katiba mpya, kudai tume huru ya uchaguzi, ili uchaguzi wa mwaka 2030 usifanane na uchaguzi wa mwaka 2025 au mwaka 2020, ambapo sote tunajua kwamba wizi wa kura umekuwa kwa kiwango kikubwa sana kiasi cha kulalamikiwa na Watanzania na hata watazamaji kutoka nje. Nikushukuru sana engineer. Asante sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.